Ndugu zangu, nawashukuru pia wageni waalikwa wote katika mkutano huu kwa kuwa nasi tangu jana. Mmetupa ari na nguvu ya kuendelea kukijenga chama chetu. Tunawashukuru sana. Karibuni tena. Tunawashukuru vikundi vya burudani, utenzi na yote yaliyotayarishwa kuleta hamasa na kuchangamsha mkutano huu. Tunashukuru vikundi vyote na wasanii wote walioshiriki. Ndugu wajumbe, mkutano tunaomaliza sasa ni muhimu sana katika kujipanga na uchaguzi mkuu. Kama mlivyoona, tumezindua ilani ya chama chetu, ilani ambayo tutakwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuongoza tena nchi yetu Tanzania. Niipongeze timu iliyoandaa ilani hii kama ilivyotambulishwa hapa, pamoja na kamati ya wataalamu iliyowasaidia. Kama mlivyoona, ni ilani iliyoshiba, haikuacha kitu, na ni ilani ambayo kuna mambo mengi ukiangalia, lakini imepangwa vizuri. Kwa hiyo tunakupongeza sana Profesa Kitila Mkumbo na timu yako kwa jambo hili kubwa mlilolifanya, lakini pongezi za dhati kwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Wasira kwa kuhakikisha kwamba kila muda yuko na timu hii na kuhakikisha ilani inakamilika kwa wakati. Niwapongeze pia na niwashukuru vijana wote tuliowatuma kukusanya maoni kwa wananchi, na wenyewe ni sehemu ya matayarisho ya ilani hii, na wenyewe tunawashukuru. Ndugu zangu, yaliyomo kwenye ilani hii tunaweza kuyatekeleza kuendana na mipango na uwezo tulionao. Tunajiamini tutaweza. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho. Kubwa kwa Watanzania ni kuweka utulivu ndani ya nchi yetu, kufanya kazi kwa bidii, wafanya biashara kwa bidii, wakulima walime kwa bidii, wachimbaji kwa bidii, wote wafanya kazi sekta ya umma kwa bidii, tuzalishe kwa wingi, tuuze kwa wingi, tupate fedha kwa wingi. Yote haya yanaweza kutekelezeka. Lakini kubwa zaidi, kama ilivyosema kwenye ilani, ni kushirikiana na sekta binafsi ya ndani na ya nje katika kukamilisha yale makubwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya heri na atutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile, kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Si ilani ya secretariat, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka katibu mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutengenezwa, vitagawiwa mikoani na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi, umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki. Ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja.
tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande. Tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda. Kwa wingi wa wanachama, tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe, au sijui ni